Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ndugu zangu, habari zenu, habari za muda huu. Hakika mimi namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kiafya niko salama alhamdulillah. Inshallah siku ya leo nitataka kushare na nyinyi wale ambao ni maradhi ya asihiru. Mtu ana uchawi ndani ya mwili wake. Ana uchawi ndani ya mwili wake. Uchawi huo unamletea maradhi mbalimbali. Ukihisi wewe mwili wako una sihiri, kwako maradhi hayaishi, kienda hospitalini vipimo vionyeshi tatizo, lakini mgonjwa anaonekana anaumwa, tambua huo ni ugonjwa, huo ni uchawi. Sasa namna gani unaweza kutibu uchawi huo? Ni njia ziko nyingi, na alhamdulillah nimezifundisha baadhi ya njia. Leo kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa taufiki yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, napenda kushare na nyinyi dawa hii muhimu sana. Wewe ambaye unasumbuliwa na uchawi, basi tumia hii inshallah kwa idhini yake Mwenyezi Mungu, na kwa kutegemea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani yeye ndio anayeleta maradhi na yeye ndio mwenye kuyaondoa maradhi. Tegemea kwa Allah, utakuja kufanikiwa. Hizi ni dawa tu, hazina uwezo wa kuponya pasina idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tumia hii asbabi, lakini tengeneza yakini yako juu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kitaka utapona, na kama Allah hakutaka hutaweza kupona. Kwa wewe kazi yako ni kutumia, lakini kupona mwachie anayeponyesha ni nani? Allah. Sasa baada ya kusema haya, ndugu yangu au ndugu zangu, jambo la kwanza, ikipo natakiwa muitembeze sehemu nyingi wasisikize habari. Inawezekana hii sadaka ya kwangu mimi naitoa kwako wewe, utakayesikiliza, na wewe ukaimpa mtu mwingine akaisikiliza, na katika hao mmoja wapo akaifanyia kazi na Allah kamtoa matatizo yake. Tambua wewe ambao ulisambaza ujumbe huu wa heri, una fungu lako mbele ya Allah. Kama kwamba unavotuma kinavotumwa kitu kichafu ukakiangalia utapata dhambi, na ukakituma kwa watu wengine ukakiangalia, manake sawa wewe umeusambaza uovu, kwa maana na wewe unaandikiwa dhambi kila atakayeona uovu ule. Kwa hiyo cha kufanya tuwe makini sana inshallah. Baada ya kusema haya, sasa kwa wewe ambaye unasubiwa na uchawi, umegundulika ndani ya mwili wako kuna nini? Una uchawi. Nini cha kufanya? Chukua majani ya mbaazi, nenda katika mti wa mbaazi, kachume majani yasiyopungua 21. Chukua majani ya mbaazi 21, tafuta majani ya mkunazi, kachume majani ya mkunazi 21. Lakini unapokwenda kuchuma asubuhi hiyo, nenda kachume asubuhi kwa kuweka nia, nenda kachume asubuhi kwa kuweka nini? Kwa kuweka nia. Na baada ya hapo nenda kachume majani ya mbaazi kwa kuweka nia, na nenda kachume majani ya mkunazi kwa kuweka nini? Kwa kuweka nia. Baada ya hapo rudi na nyumbani majani yako hayo 21. Pata maji ya mvua kuanzia lita 1.5, lita 2 mpaka lita 3. Maji ya mvua ya kutega. Yaani mvua inaponyesha, wewe unaweka chombo chako sehemu ya wazi, maji yenye kutoka mawinguni moja kwa moja yadondoka kwenye chombo chako. Hayo ndio maji ambayo yanahitajika utumie kutengenezea dawa yako. Hii itakuwa ni bora zaidi. Baada ya kupata maji kiasi hicho, mfano lita 3, changanya na majani yako ya 21 kwa 21, maana yake majani 42. Yasage. Tia katika blender, saga. Yalainike vizuri. Baada ya hapo yachuje. Yale makapi inatakiwa baadhi ya blender nyingine inakuwa haina uwezo, lakini zenye blender zenye uwezo ambayo kuingiza majani na maji uone chochote zaidi ya maji, unaona wiki jana tu umeenea, lakini hakuna chembe. Hiyo ni blender nzuri, inakuwa ni bora zaidi, huna haja kuchuja. Wewe una blender ambayo haina uwezo wa kufanya hivyo, basi baada ya kuja blend, chuja.
Sasa baada ya kuyachuja, kama wewe unajua kusoma Qur'ani sawa, kama wewe hujui, mtafute mtu anayejua kusoma Qur'ani, mwambie akusomee utaratibu huu. Atasogeza mdomo wake karibu na hayo maji. Baada ya hapo atakuja soma suratul Jini aya ya kwanza mpaka aya ya 4. Atarudia mara 7. Aya ya kwanza mpaka aya ya 4 ya suratul Jini atairudia mara 7. Baada ya hapo atasoma suratul Kafirun. Suratul Kafirun atasoma mara 7.